jamaa wapumbavu kweli. Oya vipi kaka? Sana bali. Kama kawa? Nyama. Fresh mwanangu, eti ona wapumbavu wanasema eti wamewekewa sumu. Ana akili. Sasa wawekewe sumu kwa shughuli gani alionayo? Miayusho. Ana akili. Sasa vipi kaka, afadhali nimekuona. Kuna kibarua pale nimekifuata. Yaani kukuona hapa imekuwa neema sana. Afadhali tuende tukakipigie cha pale. Hatuwezi kosa 15, 20 hivi tunapata. Sasa ndugu yangu Juma, hivi wewe huko ulipotoka kabisa akilini mwako ulikuwa mimi ushanaika kwenye mipango yako kwamba naenda kumuita Trey akapiga hii kazi, au umenikuta mimi hapo unaniona kama kiroba unataka unibebe unipeleke tu huko kwenye hiyo michongo yako? Hamna Trey, huu mchongo ulikuwa unahitaji watu watatu. Sasa kuna mshikaji hapo amempitia tukajenga fresh, amesema natangulia nukta naye stand. Lakini nilipokuona hapa nikaona ndo fadhali nimpe neema ndugu yangu Trey. Ina maana tuenda kupiga chapwa. Na uzuri wa hii tukienda kupiga tofauti na ambavyo umekaa hapo unapoteza tu muda, hakuna ambacho unakifanya, lakini ukipata ile unapata kesho hela ya kuweka bando na kuperuzi. Hapo unatumia hela ujue. Au sio? Kwa hiyo hapa hivi ulivyoniona umeona kama mimi sina shughuli ya kufanya, au hichi ninachokifanya hakina maana, si ndio? Ni kwamba nafanya upumbavu hapa, si ndio? Na kama kuhusu swala la bando, wewe bando mimi nalotumia leo, wewe jana ulinipa hela. Wewe jana umenipa hela ya bando nalotumia leo. Sasa iweje sasa hivi unataka kunipangia eti hela nitakayopata leo ndio niwekee bando kesho? Lengo lilikuwa ni kukusaidia tu kwenye ushauri, kwa sababu sisi ni vijana ambao ndo nguvu kazi ya leo. Sio, unanielewa? Tukichezea finali uzeeni. Mimi nikuombe kitu kimoja. Acha kunifuatilia. Wewe mwenyewe kwenye maisha yako na vitu vingi sana ambavyo unatakiwa uvifanye na hujavifanya. Sasa kujifanya wewe kimbele mbele cha kutaka kunisahihisha mimi kwenye maisha yangu, mjomba, unakosea. Na jambo lingine, wewe upo serious sana na maisha, na maisha hayahitaji usiriasi huo. Maisha yanataka mtu utumie akili. Ukitumia akili ndio unatoboa. Hebu jiulize wewe, kuanzia umeanza kuwa serious, una nini? Umetuzidi nini sisi ambao hatupo serious kama wewe? Kwa mjomba, tumia akili. Tumia akili. Wewe usiriasi wako haukupeleki popote. Kwa hiyo mimi nakufuatilia. Acha kunifuatilia. Na chengine ni kwamba maisha hayahitaji userious, Ndio. Basi acha sisi ambao tunatumia nguvu, tutumie nguvu. Wewe relax, sawa? Nenda bwana wewe. Wewe nani babu uanze kutupangia maisha? Wewe nani? Una nini mpaka uanze kutupangia si maisha? Hala. Wala babu kitu umeitoa sumu. Mungu we, natembea njia niliyofundishwa. Sasa ndio ikiweka kwenye ile file hapo juu. Nimeambiwa subira huza matunda, nimeambiwa kiushinda mwisho. Naitwa Juma. Wow. Juma Msosi. Kama kaa. Mambo au Juma Masotojo. Juma Masotojo. Karibu mwana. Mkono wa nani huo? Halo, kumbe sio rangi tu. Mpaka kwenye yupo vizuri. Ndugu yangu umejipata sana. Naona mko bize nini? Misosi, milaptopi nini? Yaani kijiko kimoja huku kwenye button. Kijiko kimoja kwenye button. Mna mishe gani hapo? Kwa tuna apply scholarship hapa. Nataka nikasome China. Juma. Hivyo Juma, mbona kila kitu unataka kufanya wewe? Yaani wewe scholarship, yaani kwenda China unataja kama vile unataka kwenda Vingunguti. Eti nataka kwenda kusoma China sijui scholarship. Yaani kama unataka kwenda Vingunguti vile kama Gongo la Mboto. Jamani. Yaani wewe kila kitu ndugu yangu wewe unataka. Sasa hizo unataka kwenda China ndugu yangu, mtaa unamwachia nani huu? Sasa Trev, unavyomwambia hivyo ni bora ajaribu
au bora akae kimya kabisa? Sasa kuna haja gani ya kujaribu kitu ambacho hautokipata? Kwa sababu haya ma-scholarship mpaka mnakuja mnayaona yamefika huku. Mawizarani huko yashapita, maubalozini, wenyewe washapigiana simu kwa mataita. Halo, mheshimiwa, bwana zimetoka za China. Sasa yule kijana wako ameshakuwa mkubwa, ndio mheshimiwa. Helelele. Anaenda mtoto mheshimiwa. Sasa nyewe mnakaa mnapoteza muda wenu hapa eti mna apply. Hizo tayari washazigawa. Nyewe mnapoteza muda. Sasa ndugu yangu, na wewe ukubwa wote huo, mwili nyumba kabisa, afu akili modo. Sasa lengo lako ni kukatisha tamaa au ni? Nyie bwana mnanichanganya bibi. Bwana Juma, kuna connection imetoka. Mimi nimeona connection zote. Kwanza miaka hiyo ya nyuma mpaka leo. Ila hii. Huyo mtoto anasoma chuo chiki kinaitwa ITP. Mama. Ya moto hivi. Ya moto. Ya kuonesha. Acha ujinga basi. Sawa, pengine wewe mwenyewe ujiheshimu, mimi uniheshimu. Lakini kuna dadangu bado naendelea kukosa heshima. Mbona kama hujielewi wewe? Unajua bwana Juma wewe, sijui hata wewe ukoje. Sasa mbona maisha yako yako serious sana? Yaani wewe kwanza hata mimi unanichanganya. Sasa kama mimi unanichanganya, na imani hata Mungu naona mchanganya. Wewe kila kitu unakichukulia serious. Maisha yako yapo serious. Asubuhi maombi yako yanakuaje? Inamaanisha wewe vibarua asubuhi, ukiwa unaamka asubuhi unataka kuomba, unaomba vibarua upate wewe. Sasa hizo umeongeza scholarship. Unataka scholarship uende China upate wewe. Pia unaombaga na kazi, unatumaga maombi, unataka uajiriwe wewe. Juzi pia unasema sijui sasa hivi umri umeenda nataka nioe, na mke unataka upewe. Sasa wewe baraka zote hizo unapewaje wewe mtu mmoja? Dunia na watu karibia bilioni ngapi huko sijui. Wewe baraka yote unataka kujikusanyia wewe. Jamani. Trey, kama kushinda. Unamchanganya Mungu ndugu yangu, tafuta kitu kimoja. Njoo hata tubeti basi. Au tuanze kusambaza connection. Ndio maisha uliochagua. Basi na wewe unachagua. Nini kubeti ndo maisha yako. Ndo maisha yangu. Nyie fanyeni mambo ya usiriasi kila kitu nini? Ndugu yangu kila kitu nataka wewe. Shamaliza kwa upload hapo. Mungu natembea njia niliyofundishwa, lakini leo macho yaona tofauti. Nieleze nisipotee njia. Mfano new over 0.5. Ila Man U na Sunderland watatoa goli 2 kweli? Haila watatoa bwana. Yanga KMC. Ila striker ya Yanga sio butu. Kwa sababu pale goli moja. Tuweka over 0.5. Yanga hizi nyema goli moja. Yaani Dube Depu miguu 4. Goli moja sio kweli. Hawezi kukosa. Le 0.5 mechi nzima. Alafu hapa Arsenal. Naomba sino timu moja kabisa. Jay. Wana vipi kaka? Fresh, mambo nini? Kama kaa Poa. Mzee wa mitikasi. Niambie mzee. Vipi hapa una mchongo gani? Hivi mwanangu, unavyoona Chelsea na Liverpool wanaweza kutoa goli 3 kweli? Mwanangu, mimi na hayo mambo wapi na wapi? Muuliza swali, jibu swali, unaanza kuzunguka zunguka. Ndio hapana, ziwezi kutoa, ndio zinaweza kutoa. Sasa unashinda kitu gani hapa? Hivi na mimi nikueleze Trey. Una mchongo gani sasa hivi? Hapa hivi sasa hivi natengeneza keka babu. Jamvi, unajua jamvi? Natengeneza mkeka hapa wa kunitoa kwenye umaskini. Hapa nampa Man U ashinde magoli nini afu maisha yanaenda. Ndugu yangu ubadiliki. Kila siku Trey ni yule yule. Pamoja na mawaidha kibao ambao mimi nakupa. Kuhusu kubeti umeanza lini na umepata kipi? Kwa sababu hizo bukubuku au 5,000 2,000 ambazo unazoziweka kila siku, light ungepiga hesabu kwa mwezi ni kiasi gani ambacho unawekeza na ambacho sijai kusikia hata siku moja umekula. Hivi usione huruma?
Hiyo A. Pili, lakini pia ni umebahatika kusoma ndugu yangu. Pengine huu muda ambao umeutumia hapo kukaa kubeti, ungekuwa umesambaza barua za kuomba kazi, ungekuwa umepata sehemu hata ajira, ungekuwa mwisho wa mwezi una kinga, ni uhakika guarantee. Tofauti na hivyo, sio, unaelewa, ni kupoteza muda. Sasa hiyo inakusaidia nini ndugu yangu? Juma, nikuulize swali. Niulize. Nishaye kukopa hela afu sijakurudishia? Wewe ambaye haubeti, una nini ambacho umenizidi mimi? Umejenga? Gari lako liko wapi? Sasa kama mimi ninayebeti sina kitu, wewe ambaye hubeti na wewe una kitu. Sasa wewe hivyo ambavyo vya msingi unaona wewe ni vya msingi unavifanya, mbona havikupi matokeo? Mbona havikupi matokeo? Ngoja nikwambie kitu kimoja Juma. Kwenye haya maisha, adui yetu sisi vijana ni umaskini. Namna gani ya kupambana na umaskini? Tusichaguliane silaha. Kila mtu atumie silaha anayoiamini. Anayetumia jembe mwacheni atumie jembe. Sisi tunaotumia mikeka huku kubeti, tuacheni tubeti. Mmeotaka kutoa vyeti vyenu ndani, mwende mkaombe kazi, kaombeni kazi. Kila mtu asipangiwe silaha ya kupambana na adui masikini. Yaani uadui wetu sisi ni umasikini. Yaani neno masikini ndo adui. Sasa ukianza wewe kunichagulia leo mimi silaha ya kupambana na adui yangu, unanikosea. Kabisa? Nakwambia kabisa unanikosea. Kila mtu aamini kwenye kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo kama uamini mimi kwenye kitu ambacho nakifanya, achana nacho. Kwa lazima ufuatilie mimi ninavyofanya, wewe fanya njia zako. Tutakutumia wewe kama mfano. Wewe njia zako zikitiki, tutakutumia wewe kama mfano. Za kwetu zikifeli, na sisi tutatumika kama mifano mibaya. Kwa bwana msibeti. Sasa wewe unaanza kuniingilia mimi maisha yangu, unanikosea. Alafu nikwambia kitu kimoja ndugu yangu. Do what you can do best. And let me do what I can do best. Mwisho wa siku tukutane finali. Tutaangalia sasa. Kwenye finali umefika fikaje? Hatua ya makundi ulifunga goli ngapi? Nusu finali umefikaje? Robo finali umefikaje na umekutana na nani? Alafu sasa ndio tutapima. Huyu bwana kafika kwenye finali, nani kashinda? Kafungwa kafunga. Ana nini? Sasa mimi ninayebeti tutaangalia bwana, ulitumia kiasi fulani kwenye kubeti una nini? Mimi nilikuwa nafanya kazi za vibarua, niliajiriwa nina nini? Sio nilienda Ulaya, nilienda China, sio nilifanya nini? Kila mtu atapimwa kuendana na kitu ambacho alikuwa anakifanya. Mambo ya kwanza kuingiliana kwenye maisha mimi sitaki. Usinichagulie silaha ya kutumia kupambana na umaskini. Kwanza hapo ushanaribia hata na mbogi zangu. Kwa natengeneza zangu keka langu hapa, ndio kuanza kuingilia mambo ya watu. Mungu we, nina maswali mengi moyoni, lakini bado nakushikilia, usiniache nipotee njia. We Trey! Trey! Hata mambo yako anasubiri, unaona? Matia. Mungu we, natembea njia niliyofundishwa, lakini leo macho yaona tofauti. Nieleze nisipotee njia. Sasa hela ni bora kuishika wewe. Mwanadamu kwangu sielewi. Oya kaka, nilikwambia sikukwambia. Hiyo milioni 50. Shika tambo iliona baba. Muhindi ametema bungo baba. Ulikuwa unasema kubeti sio kitu gani? Muhindi katema bungo milioni 50. Basi subiri basi niangalie. Baba. Asante kaka. Hii utakunywa maji. Itakusaidia kwenye shida ndogo ndugu yangu. Tumia hiyo kunywa maji. Milioni 50 kaka. Nileka elfu hiyo 5000. Kuna kama kweli. Hii hapa milioni 50 kaka. Huyu hapa. Alibaki Arsenal peke yake. Si unasema kama moja. Sasa ilibaki moja mjomba, ilibaki moja. Katiki Arsenal. Arsenal ametiki ndugu yangu. Oya. Mungu huyu. Mwenyezi Mungu, mbona unanichanganya? Ulisema kuwa kamari ni haramu. Sasa mbona mimi natafuta kwa njia za halali unifungulie riziki?
lakini wanatafuta kwa njia za haramu, unamfungulia geti. Kaka, sikia nikwambie kakao, kwenye maisha unalolitegemea ndilo linaweza likawa sio, na unalolitegemea sio linaweza likawa ndio. Cha msingi ni wewe kupambana na kuweka juhudi kwenye kile unachokitegemea na kukiamini na kumuomba Mungu. Kuna siku unaweza ukasherekea kama huyu anavyosherekea, na kuna siku pia unaweza usisherekee kabisa kwenye maisha yako yote. Sawa, lakini kweli katika milioni 50 ndo atupe 15,000 mwanangu yule Ujetre. 15,000, milioni 1, 2, 3 mpaka 50. Twende kwanza sokoni. Mbona unanichanganya Mungu wangu? Nifanye nini nisipote njia? Nimekaza moyo kufanya sahihi, lakini naona kama napoteza vita. Mbona unanichanganya Mungu wangu? Nieleze nisije nikabadilika. Maana wanaopita njia zisizofaa leo ndio naimba ushindi mtaani. Niseme kweli, moyo unauliza, je, nami nibadili mwelekeo au niendelee kushika nilichofunzwa, hata kama leo sina chochote mfukoni? Maana macho ni mashahidi wangu, yanachoona kinaniumiza. Nafsi inasema vumilia kwanza, lakini akili nayo